Unajua kuwa makosa madogo yanayofanywa na wazazi katika hatua za awali za ukuaji wa mtoto yanaweza kusababisha matatizo makubwa ya afya, tabia na akili yatakayoendelea hadi ukubwani? Wazazi wengi wanafikiri mtoto anakuwa tu kwa kula na kucheza, bila kujua kuwa kila hatua ya ukuaji ina mahitaji ya kibiolojia ambayo yakipuuzwa huweka maisha ya mtoto wako kwenye hatari kubwa sana. Leo tutakueleza hatua 4 muhimu za ukuaji wa mtoto na mambo muhimu kwa kila stage ya mtoto, na stage ya 4 ni ya muhimu sana. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa afya asilia kwa kutumia mimea tiba kwa lengo la kuimarisha na kutibu maradhi mbalimbali ndani ya mwili wa binadamu. Dr. Mkina pia anasaidia watu kuelewa chanzo cha matatizo mbalimbali mwilini na jinsi ya kuyatatua kwa kutoa elimu sahihi kulingana na tatizo husika. Kwa ushauri na huduma za afya asilia, wasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Bila kupoteza muda, leo tutazungumzia kwa kina hatua za ukuaji wa mtoto na mambo muhimu ambayo kila mzazi anatakiwa kuyajua. Tatizo kubwa ni kwamba wazazi wengi hawajui kuwa ukuaji wa mtoto si mstari wa kawaida. Kila hatua ina mabadiliko ya homoni, ukuaji wa ubongo, mifupa, misuli na hisia. Ukikosa kuelewa hatua moja, mtoto anaweza kukua kimwili lakini akashindwa kukua kiakili, kihisia au kitabia. Hichi ndio chanzo cha watoto wengi kuwa wakorofi, dhaifu kimasomo au wenye magonjwa ya mara kwa mara. Kabla sijaendelea, tafadhali baki nami mpaka mwisho, kwa sababu hatua ya mwisho nitakayozungumzia ndio wazazi wengi huiharibu bila kujua, na athari zake huwa nzito sana. Hatua ya kwanza: kuanzia mimba hadi mtoto anapofikisha miaka 2. Hii ndio hatua nyeti zaidi katika maisha ya binadamu. Kwa msingi wa kibiolojia, ukuaji wa mtoto huanza tangu akiwa tumboni mwa mama. Ndani ya miezi 9 ya ujauzito, seli za mtoto hugawanyika kwa kasi kubwa sana. Ubongo huanza kuumbwa mapema sana, na kufikia mtoto kuzaliwa tayari ana mabilioni ya seli za ubongo ambazo bado zinahitaji kuunganishwa vizuri. Lishe ya mama katika kipindi cha ujauzito ina mchango mkubwa sana katika ukuaji huu. Upungufu wa virutubisho kama madini chuma, iodini na asidi ya foliki huathiri moja kwa moja maendeleo ya ubongo na mfumo wa neva wa mtoto. Baada ya kuzaliwa, mtoto huingia kwenye dunia ambayo mfumo wake wa mwili bado haujakomaa. Mfumo wa kinga huwa dhaifu, hivyo humtegemea sana mama kupitia maziwa ya mwanzo. Maziwa ya mama yana kinga mwili, homoni na virutubisho vinavyosaidia kukomaza ubongo, utumbo na kinga ya mwili. Katika kipindi hiki, ubongo hukua kwa kasi ya ajabu. Kila sauti mtoto anayosikia, kila mguso, kila tabasamu hujenga miunganiko ya neva ndani ya ubongo wake. Ndiyo maana mtoto anayepata mawasiliano ya karibu huonyesha maendeleo mazuri ya akili na hisia. Kibiolojia, usingizi ni sehemu muhimu sana katika hatua hii. Wakati mtoto amelala, ndipo homoni za ukuaji hufanya kazi kubwa. Kukosa usingizi wa kutosha huathiri ukuaji wa viungo na ubongo. Malezi bora katika hatua hii yanahitaji upendo, usalama, mawasiliano ya karibu na lishe sahihi. Mtoto anayekosa mahitaji haya huonesha ucheleweshaji wa kukaa, kutambaa, kuongea na hata matatizo ya kihisia baadaye. Hatua ya pili: miaka 2 hadi miaka 5. Hii ndio hatua ya ujenzi wa msingi wa tabia, lugha na utambuzi. Kibiolojia, ubongo wa mtoto huanza kuimarisha sehemu zinazohusiana na lugha, kumbukumbu na udhibiti wa hisia. Mtoto huanza kuuliza maswali mengi kwa sababu ubongo wake unajenga uwezo wa kufikiri na kutafuta maana. Katika hatua hii, mtoto hujifunza zaidi kwa kuiga kuliko kufundishwa kwa maneno. Misuli na mifupa huendelea kukua na mtoto huwa na harakati nyingi. Lishe duni katika kipindi hiki husababisha udhaifu wa mifupa na ukuaji hafifu. Protini, madini na vitamini vina mchango mkubwa katika ujenzi wa tishu za mwili. Mfumo wa mmeng'enyo wa chakula bado unaendelea kukomaa, hivyo chakula kinapaswa kuwa salama na rahisi kumeng'enywa. Kihisia, mtoto huanza kujitambua kama mtu tofauti. Anajifunza kusema hapana, kuonesha hasira, furaha na huzuni. Kibiolojia, hii inahusiana na kukua cha sehemu ya ubongo inayodhibiti hisia. Malezi yasiyo na mipaka au yenye ukali kupita kiasi huathiri maendeleo haya na kusababisha mtoto kuwa na uoga kupita kiasi au ukaidi. Malezi bora ni yale yanayochanganya upendo, nidhamu na maelekezo ya mara kwa mara. Hatua ya 3: miaka 6 hadi miaka 12.
Hii ni hatua ya ujenzi wa uwezo wa kufikiri kwa kina na kujenga tabia za kudumu. Kibiolojia, ubongo huanza kuunganisha uwezo wa mantiki, kupanga na kufanya maamuzi madogo. Sehemu ya ubongo inayohusika na kujifunza shuleni huwa inafanya kazi kwa ufanisi zaidi katika kipindi hiki. Homoni za ukuaji huendelea kuchochea urefu wa mwili na uimara wa mifupa. Mtoto huhitaji lishe kamili, maji ya kutosha na usingizi wa kutosha ili kusaidia mchakato huu. Upungufu wa lishe huonekana wazi kwa kushuka kwa umakini, uchovu wa mara kwa mara na udhaifu wa mwili. Kihisia, mtoto huanza kujilinganisha na wenzake. Anajenga kujiamini kupitia mafanikio na pongezi. Malezi yanayokosa usikivu hujenga mtoto mwenye kujiona hafai au mwenye hasira za ndani. Kibiolojia, msongo wa mawazo katika hatua hii huathiri utolewaji wa homoni na kuathiri hata ukuaji wa mwili. Mazungumzo ya mara kwa mara, msaada wa kihisia na mazingira salama humsaidia mtoto kukua vizuri kiakili na kitabia. Hatua ya 4. Kipindi cha balehe. Hii ni hatua ya mabadiliko makubwa zaidi. Kibiolojia, homoni za jinsia huanza kuongezeka kwa kasi. Kwa wavulana, sauti hubadilika, misuli huongezeka na nywele huota sehemu mbalimbali. Kwa wasichana, matiti huanza kukua, mzunguko wa hedhi huanza na umbo la mwili hubadilika. Mabadiliko haya hutokea sambamba na mabadiliko makubwa ya kihisia. Ubongo, hasa sehemu inayohusika na udhibiti wa maamuzi, bado haujakomaa kikamilifu. Ndiyo maana vijana huwa na hisia kali, maamuzi ya haraka na hamu kubwa ya kujitambua. Kibiolojia, hii ni hatua ya maandalizi ya utu uzima. Kukosa mwongozo sahihi husababisha hatari kubwa kama tabia hatarishi, msongo wa mawazo na matatizo ya kisaikolojia. Malezi bora katika kipindi hiki yanahitaji mazungumzo ya wazi, elimu ya mwili, maadili na uaminifu. Mzazi anapokuwa karibu na kijana humsaidia ubongo wake kujifunza kufanya maamuzi salama. Lishe bora, usingizi wa kutosha na mazingira yenye utulivu husaidia mwili kuhimili mabadiliko haya makubwa. Ukuaji wa mtoto ni safari ndefu yenye hatua zinazojengwa juu ya msingi wa kibiolojia. Kila hatua huathiri inayofuata. Ukiharibu hatua ya mwanzo, athari zake huonekana baadaye. Ndiyo maana uelewa sahihi wa kila hatua ni silaha kubwa kwa mzazi anayejali afya, akili na maisha ya mtoto wake. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze makala hii. Imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748 294 113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.